niko pamoja nawe katika kipindi chetu kizuri cha Mawimbi ya Uamsho. Na leo nataka nikutazamishe jambo moja yamkini hujawahi kulitilia umanani stahiki. Nitakuwa nikikuonyesha vipengele kadha wa kadha, na leo nitakuwa nikikuonyesha kipengele kimoja ili ujue umuhimu wa kujua sifa za Mungu, ili umjue huyu Mungu uweze kuhusiana naye. Sasa katika maisha yetu tu ya kawaida, nikikupa mfano, ili uweze kuhusiana na mtu vizuri, inakupasa umjue mtu huyo. Ujue anapenda nini, hapendi nini, sifa zake zikoje. Hata kama unakwenda kukutana na mtu ukitaka kuwa professional, kwa mfano unakutana na mtu kwa mara ya kwanza, mtu amekuunganisha, utaleba kufanya tafiti na kumjua huyo mtu, ili unapokutana naye unajua namna ya kuongea naye na kuwasiliana naye. Na hasa moja ya eneo katika maombi, tunakuwa na changamoto kubwa sana, kwa sababu tunafanya maombi, tunaweza kuwa na juhudi, lakini hatujamjua huyu. Sasa Mungu anazo sifa nyingi sana, na ni vizuri kuzijua sifa zake, lakini sifa hizo zitoke kwenye maandiko. Najua kuna watu wengi wamempa Mungu sifa nyingi, lakini zinatoka kwenye experience zao. Experience ni nzuri, lakini lazima tujikite kwenye sifa ambazo ziko katika maandiko, kwa sababu hizo hazibadiliki. Hizo experience za watu lazima tuzicheki na kuzilinganisha na namna gani zinaendana na maandiko. Kuna sifa kuu 4 za asili za Mungu ambazo zimetumia maneno omnipresence, kwa maana Mungu yuko mahali pote; omniscience, Mungu anajua yote; omnipotence, nguvu zake hazina mipaka, nguvu zake hazizuiliki; na immutability, au ni Mungu asiyebadilika badilika. Sasa leo nataka nikuonyeshe tu moja. Kwa mfano, nitakuonyesha kwenye jambo la omniscience. Mungu anajua yote, na jinsi ambavyo uelewa sahihi wa jambo hili unaweza kutusaidia sana katika maombi. Unajua, mara nyingi tunapomwendea Mungu kuomba, tunaomba kana kwamba hajui kinachoendelea. Unakuta mtu ndani ya moyo wake anajisikia tofauti, anawaza tofauti, lakini utasikia kwenye maombi, Baba, wewe ni mkuu sana. Ndani yake anashangaa, Mungu uko wapi? Sioni ukuu wako, mbona umeniacha? Ndani yake ana masikitiko. Ndani yetu kuna kipindi unafikiri kabisa, Mungu mbona kama kanizingua? Lakini ukija ukimwona mtu anaanza kuomba, basi kapangilia maneno kama alivyofundishwa, sijui dakika za kwanza anza siku kwa kumwabudu Mungu, basi atakwenda pale pale. Baada hapo jitakase, anakwenda pale pale. Baada hapo ndo peleka haja zako, anakwenda pale pale. Hayo ni maombi ya kidini na ya kutomjua Mungu. Lakini ukijua Mungu kwamba anajua yote, ni ya wazayo, ni ya fikilio, hata ambayo sijasema, nitajifunza kuwa mkweli mbele za Mungu hata katika maombi yangu. Nitasema hasa kila ambacho kiko ndani yangu. Na ndio maana ya maombi menyewe au ibada. Kuna vile utakuta mtu hata katika kusifu, kwa maana ya nyimbo au katika chochote, tunaimba vitu tu viko mdomoni, lakini Mungu anaujua moyo wako kabisa. Nikwambie kitu, umewahi kujiuliza kwa mfano, unajisikia ndani yako Mungu amekuangusha? Yamkini hujawahi kupitia hiyo, au umewahi kupitia. Kama umewahi kupitia, unajisikia hivyo, ndivyo unavyojisikia. Kwa unavyojisikia hivyo, manake Mungu anajua ndio unavyojisikia. Sasa hata ungeenda kuomba, kwa nini usiseme tu hivyo? Mwambie Mungu, kwa kweli ninavyojisikia ndani yangu, najisikia umeniangusha, nisaidie nitoke hapa ili niweze kusogea. Badala ya kwenda, kwa sababu tulivyozoea, kwa sababu tunamtazama Mungu, utafikiri yeye ni Kalmanzira ambaye hajui nini kinaendelea. Basi utamwendea Mungu, naanza kumpamba, unajua wewe ndio Bwana, wewe, lakini uko ndani haimaanishi. Kumbuka, moja ya sifa ya Mungu wetu, Mungu anajua yote. Yote kabisa. Yote. Hakuna siri alijua. Kwa ukijua hivyo, utahusiana naye vizuri. Anajua kesho yako, anajua jana, anajua juzi, anajua umilele wetu. Na hiyo pia inakusaidia wewe na mimi kumtumaini. Kuna kipindi Mungu anakuambia kitu, alafu unakuwa na mashaka kwa sababu hali ya dunia au mambo yanavyokwenda haifanani. Lakini kwa sababu yeye anajua yote, kwa nini usimtumaini Mungu anayejua yote? Mungu wa mbinguni akubariki. Tukutane kipindi kijacho, tutakuwa tunaangazia kwamba Mungu yuko mahali pote, na hiyo itakusaidia pia katika namna gani unahusiana naye. Nitakwambia kuna jambo litakusitua. Mungu wa mbinguni akubariki. Asante sana.